Fiston Kalala Mayele ni miongoni mwa washambuliaji hatari kwa sasa barani Afrika. Yaani Fiston Kalala Mayele ni juzi tu ametoka kuwatesa Waarabu kwenye kombe la Asian Cup kule Uarabuni, akina Riyad Mahrez, klabu ambayo na Riyad Mahrez ambaye amecheza Manchester City, England Premier League amecheza, Edouard Mendy ambaye amekaa Chelsea akiwa kama goalkeeper amecheza, na mastaa kibao ambao wamesajiliwa kwenye ligi ya Saudi Arabia. Lakini Fiston aliweza kudominate na kushinda magoli matatu kwenye mchezo ambao ulikuwa ni wa finali na wakachukua kikombe akiwa amefunga hat-trick. Fiston bara lake halikuishia hapo, amerejea tena kwenye ligi ya Misri, amefunga, na leo tena amecheza kwenye CAF Champions League dhidi ya APR, amefunga mabao mawili ambayo yanaipa Piramidi ushindi mnono ugenini. Fiston Kalala Mayele, kama kuna sehemu nimewahi kumshuhudia mshambuliaji bora Afrika ambaye ana consistent, basi Fiston Kalala Mayele ni exceptional. Kwa maana kwamba ni miongoni mwa washambuliaji bora kwa sasa Afrika. Fiston, umri ndio unaomtesa. Umri kwa Fiston umekuwa mwiba mchungu, lakini kama kuna wakati ambao Fiston amewahi kuwa katika form ya maisha yake katika kiwango bora, ni toka alipojiunga na Young Africans. Amekuwa na msimu bora dhidi ya msimu baada ya msimu. Tumfananishe na nani Fiston Kalala Mayele kwenye ubora wa sasa ndani ya ligi kuu ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati na Afrika kwa ujumla? Timu zetu zingekuwa zina quality players kama Fiston Kalala Mayele. Ndiyo tatizo kuwamiliki wachezaji kama Fiston Mayele? Unahitaji kuwa na mpunga wa kutosha, kitu ambacho kilichomuondoa Fiston ndani ya Young Africans ni mpunga wa kutosha ambao Waarabu walikuwa nao. Hivyo basi, yani kuna wakati unamuona Fiston Mayele kile ambacho anakifanya, unaweza kaona ni kazi rahisi, lakini kwenye mpira wa miguu hakuna nafasi ngumu duniani kama kucheza striker, kwa maana mshambuliaji namba 9, kufunga mabao. Hiyo ndiyo kazi ngumu zaidi duniani. Makocha wengi wanafahamu ugumu uliopo kuweka mpira kambani, na ndio maana washambuliaji waga ni wachache kwenye hizo nafasi. Kama mtu ambaye amecheza mpira atakuwa anafahamu hiki ambacho nakizungumza. Hakuna nafasi ngumu duniani kucheza kama ya mshambuliaji, kwa sababu usipofunga unaonekana mbovu, ukipoteza nafasi unaonekana mbovu, usipotengenezewa nafasi wewe ndio kila kitu. Kwa hiyo ni jicho ambalo linabeba taswira na halisi ya klabu nzima au timu kwa ujumla. Fiston Mayele anaibeba Piramidi kwa kila uchwao, anafanya juhudi zake zote kuhakikisha kwamba ana score, na kazi ya kuscore sio ngumu. Ni juzi tu Flora Ibenge na nukuu alizungumza kwenye career yake ya kuwa kocha, kazi ngumu ni kufunga magoli wala sio kuzuia. Na ndio maana timu nyingi zinawekeza zaidi kwenye kufunga, kuzuia sio issue. Jose Mourinho aliwahi kuifunga Barcelona goli 2 akiwa nyumbani na Inter. Baada ya hapo Inter walipoenda kucheza na Barcelona nyumbani, alihakikisha analinda mpaka anamaliza game amefungwa goli 1-0. Game iliisha aggregate 2-1. Akawa ametoboa. Ilikuwa ni UEFA Champions League, kitu ambacho ni rahisi zaidi kwenye kuzuia, lakini kufunga ndiyo kazi ngumu zaidi. Lakini kwa Fiston Kalala Mayele imekuwa ni kama kunywa maji asubuhi, mchana na jioni. Akiingia kiwanjani anaweka kambani. Water striker. Saluti sana Fiston.